Chombo cha habari CNN kimeripoti kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa jeshi la Israel IDF linabadilisha mbinu huko Gaza, likigawa na kuchukua maeneo zaidi ya ukanda huo, hatua ambayo wataalamu wamesema inaweza kumaanisha Israel kuanza udhibiti wa kudumu na wa kina juu ya eneo hilo. Israel imesema itapanua kampeni yake dhidi ya Hamas huko Gaza hadi watakapokubaliana na masharti mapya ya kusitisha mapigano, huku waziri wa ulinzi akiahidi kuchukua maeneo makubwa ya ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kuwa watu 100 wameuawa katika kipindi cha masaa 24 na kufikia zaidi ya vifo 1163 tangu Israel ilipoanzisha tena operesheni zake za kijeshi kwenye ukanda huo tarehe 18 Machi. Haijafahamika ni kiasi gani Israel inajiandaa kuchukua ardhi au kama ina mpango wa kuiteka Gaza kabisa. Netanyahu ameonyesha baadhi ya dalili, hasa aliposema kwamba wanajeshi wake watachukua udhibiti wa kipengele kingine muhimu cha ardhi, imesema Wizara ya Afya. Usiku uliopita Gaza tumebadilisha mbinu. Jeshi la ulinzi la Israel IDF linachukua maeneo na kupiga magaidi na kuharibu miundombinu, alisema Netanyahu katika hotuba yake ya video. Sasa tunagawanya ukanda na kuongeza shinikizo hatua kwa hatua ili waachie mateka wetu. Wasipotupa mateka wetu, shinikizo litaongezeka mpaka watupe, aliongeza. Tunafanya jambo lingine, tunachukua Morag Corridor. Hii itakuwa Philadelphia ya pili, corridor nyingine Philadelphia, aliongeza Netanyahu. Israel imesema inakusudia kuchukua Morag Corridor, kipande cha ardhi kilichopo kusini mwa Gaza, huku Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anagawanya ukanda huo ili kumlazimisha Hamas kutoa mateka waliobaki. Baada ya kukwama kwa makubaliano ya kusitisha mapigano tarehe 18 Machi, Israel ilirejesha udhibiti wa Netzarim Corridor, eneo lingine la kijeshi kaskazini. Morag Corridor ni njia ya kihistoria inaunganisha kivuko cha Sufa cha Gaza na makazi ya zamani ya Morag, na inaweza kuwa na mistari ya migawanyiko kati ya Khan Younis na Rafah ikiwa itachukuliwa na majeshi ya Israel, wataalamu wamesema kwa CNN. Grisha amesema kuwa shirika la haki la binadamu la Israel linalozingatia uhuru na harakati za Wapalestina limesema hata kabla ya operesheni ya sasa, Israel tayari ilikuwa imepanua udhibiti wake wa eneo la mzunguko katika pembe za ukanda, likicovers takribani kilomita za mraba 52 kando ya mipaka yote ya ukanda wa Gaza, ambao ni sawa na 17% ya eneo lake lote. Karoleni Grisha-Yakobovic, aliyekuwa mkuu wa idara ya kiraia ya uratibu wa shughuli za serikali katika maeneo Kogat, amelinganisha hatua hii inayofuatiwa na maagizo ya kuhamasisha Palestina uundaji wa eneo la mzunguko la majeshi ya Israel kaskazini mwa Gaza, ambapo majeshi yatafuta ngome za Hamas na kuanzisha ulinzi wa kijeshi karibu na jamii za mipaka ya Israel. IDF inaweza kutaka kuwaondoa wakazi wa Rafah na kupanua eneo mzunguko kaskazini. Kudhibiti maeneo haya ya mipakani kutalazimisha Hamas na kulinda jamii za Israel, amesema Yakobovic kwa CNN. Jenerali mkuu mstaafu Eitan Dangot, aliyekuwa mshirikishi wa shughuli za kiserikali katika maeneo ya Palestina Kogat, ameeleza kuwa kuchukua Morag Corridor kunaweza kuwa mwanzo wa kuwagawa Gaza katika sehemu 3 kuu kwa udhibiti zaidi. Hii inamaanisha kwamba Israel au IDF inaenda kwa mchakato wazi kabisa ili kuweka maeneo chini ya udhibiti wa kijeshi unaozuiwa na harakati za watu kutoka eneo moja hadi lingine, alisema. Hii itamaanisha udhibiti kamili wa trafiki utakaoruhusiwa kuingia na kuvuka. Wakati utakapofika Israel itaruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, udhibiti wa misaada hiyo utakuwa chini ya ulinzi mkali, aliongeza Dangot. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.